Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza. Tusikilize tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa 5. Pamoja na Mama Maria, mama wa huzuni, tusimame chini ya msalaba ambao ni ngazi ya mbinguni. Atatuongoza kwenye njia hadi tufike kwenye mlima mtakatifu wa Mungu. Ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza, katika ujumbe wa siku ya leo, Mtakatifu Gaspari anatamani tutafakari juu ya mambo mawili. 1. Msalaba kama ngazi ya kufika mbinguni. 2. Jukumu la Mama Maria katika maisha na safari yetu ya kuelekea mbinguni. Katika maisha yetu ya Ukristo, msalaba umekuwa ni uhai wa maisha yetu, kwani kupitia msalaba tumekombolewa na kufanywa huru kutoka katika utumwa wa dhambi. Katika Agano la Kale, msalaba ulitumika kama chombo cha adhabu kwa wale wote walioshikwa na hatia ya makosa ya jinai kama vile wizi. Lakini katika Agano Jipya, msalaba umeleta uhai na ukombozi kwa mwanadamu, kwani kwa kufa kwake Yesu msalabani, sisi tumekombolewa na kupatanishwa na Mungu Baba. Pia leo Mtakatifu Gaspari del Bufalo anatukumbusha juu ya msaada wa Mama Bikira Maria katika safari yetu ya hapa duniani kuelekea mbinguni. Katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 969 inaeleza kwamba jukumu la Bikira Maria ni mpatanishi wetu, na yeye daima ndiye mwombezi wetu mkuu. Hata hivyo, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika barua yake iitwayo Redemptoris Mater anasema kuwa Maria alikuwa na umoja na Yesu ambao hakuna mwingine anayeweza kuupata, na ndiyo maana Yesu alilikabidhi kanisa kwa mama yake. Mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, mwana, tazama mama yako. Pia Mtakatifu Bernardi Clairvaux aliandika kuwa katika hatari, mateso na mashaka, tumkimbilie Maria kwa sababu kupitia kwake tunapata ulinzi. Hivyo basi, siku ya leo Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kuiona thamani ya Bikira Maria mama yetu, ambaye kupitia kwake atatuongoza tufike mbinguni. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Florence Exupa Masingo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.